Kampuni ya Apple inaendelea kupiga hatua kubwa kuelekea siku zijazo ambapo watu wataweza kudhibiti simu zao za iPhone kwa kutumia mawazo kwa msaada wa vipandikizi vya ubongo, kulingana na ripoti ya gazeti mashuhuri la Marekani. Hii inafanana na wazo la Elon Musk kupitia kampuni yake ya Neuralink. Apple inaripotiwa kushirikiana kwa karibu na kampuni ya teknolojia ya kiunganishi cha ubongo iitwayo Synchron, ambayo inatengenezwa na kifaa kidogo kinachofanana na bomba laini kiitwacho Syntrod. Kwa mujibu wa gazeti la The Wall Street Journal, kifaa hiki hupandikizwa ndani ya mshipa wa damu ulio karibu na eneo la ubongo linalohusika na harakati za mwili, yani motor cortex, na hufanya kazi kwa kusoma mawimbi ya ubongo ili kudhibiti vifaa vya kidigitali. Teknolojia hii inaweza kuwa ya mabadiliko makubwa kwa watu wenye majeraha mabaya ya uti wa mgongo, wagonjwa wa ALS, ugonjwa wa kupoteza nguvu za misuli, au waliopata kiharusi. Vipandikizi hivi hufanya kazi kwa kunasa shughuli za ubongo na kuzigeuza kuwa maagizo ya kidigitali. Mfumo huu unajulikana kama kiunganishi kati ya ubongo na kompyuta, BCI. Unaruhusu ubongo kuwasiliana moja kwa moja na kifaa kama simu au kompyuta. Wakati mtu anapofikiria jambo fulani, ubongo hutuma ishara. BCI hukusanya ishara hizo kupitia vitambuzi maalum na kuvibadilisha kwa vitendo kama kusogeza mshale, kuchapa maandishi au kufungua program, na yote haya hufanyika bila kugusa skrini. Syntrod inafanya kazi kwa kushirikiana na kipengele kilichojengwa ndani ya Apple kinachoitwa Switch Control, ambacho huruhusu watumiaji kubadilisha njia ya kuingiliana na kifaa, kutoka kutumia kipanya au joystick hadi kutumia mawazo. Mkurugenzi mtendaji wa Synchron, Tom Axley, alisema katika mahojiano na WSJ kwamba kwa sasa kampuni nyingi za teknolojia ya kiunganishi cha ubongo hulazimika kuzifanya kompyuta zisidhani kwamba ishara kutoka kwenye vipandikizi zinatoka katika kipanya. Amesema kwamba kiwango kipya cha Apple kinachotarajiwa kuzinduliwa mwishoni mwa mwaka huu kitawarahisishia watengenezaji wa program kuunganisha vipandikizi moja kwa moja na vifaa vyao. Mark Jackson, mmoja wa watumiaji wa awali wa teknolojia hii na ambaye ana ugonjwa wa ALS, hutumia kifaa cha Synchron kuendesha kifaa cha kichwani cha Apple Vision Pro pamoja na iPhone akiwa nyumbani. Hawezi kusimama wala kusafiri, lakini kipandikizi hicho cha ubongo kimemwezesha kutumia vifaa vya Apple kwa njia mpya. Aliambia WSJ, kupitia kifaa cha kichwani niliweza kutazama chini kutoka ukingo wa mlima huko milima ya Alps ya Uswisi na kuhisi miguu yangu ikitetemeka, alisema. Kwa upande mwingine, Neuralink ya Elon Musk tayari imepandikiza kifaa chake kiitwacho N1 ndani ya ubongo wa binadamu. Kina zaidi ya elektrodi 1000 ndani ya ubongo, hivyo kinaweza kunasa taarifa nyingi zaidi kuliko elektrodi 16 za Synchron ambazo hukaa juu ya ubongo. Mtumiaji wa kwanza wa Neuralink anaweza kusogeza mshale wa kompyuta kwa mawazo kwa kasi kuliko baadhi ya watu wanaotumia kipanya. Musk amesema teknolojia hii inaweza kusaidia kuongeza uwezo wa ubongo wa binadamu na kusaidia watu kushindana na akili bandia, yani AI ya hali ya juu. Kampuni ya kifedha ya Morgan Stanley inakadiria kuwa takriban wa Marekani 150,000 wenye matatizo makubwa ya viungo vya juu wanaweza kuwa miongoni mwa watumiaji wa kwanza wa teknolojia ya vipandikizi vya ubongo. Wanaamini kibali cha kwanza cha kibiashara cha teknolojia hii kinaweza kutolewa kufikia mwaka 2030, lakini mkurugenzi mtendaji wa Synchron ana matumaini kuwa huenda itatokea mapema zaidi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.